Naam, tumerudi baada ya kupumzika kidogo na bado unafurahia kile ambacho tumekuandalia hapa viwanjani. Nilikwambia toka awali kama kawaida ni saa 3 mpaka saa 6 unapata mengi sana ya kufurahisha katika michezo ndani ya Tanzania, lakini kumbuka pia nje ya mipaka ya Tanzania, lakini pia huwa tunaungana na wageni kutoka sehemu mbalimbali, tunakuja nao hapa kuzungumza kuhusiana na kile ambacho wametuletea kwa siku ya leo. Bado tukiwa na wewe hapa Ulama Eid Salum, pia Abisai Steven yuko hapa pamoja na mgeni ambaye tunaye Godwin Semunyu, yeye ni mkuu wa mawasiliano na mahusiano wa NBC Bank. Tunaungana naye, sio mgeni hapa viwanjani. Semunyu, karibu sana. Nashukuru sana, nimefurahi kuja tena hapa. Ndio. Unajua mimi kama mwana michezo hapa na nyumbani. Kabisa. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. NBC michezo ni kwao. Kabisa. Na ndio tunakuwa nao pamoja. Si ndio Abisai? Asante, hongereni, kazi kubwa. Tunashukuru. Kazi Tunashukuru sana. Na hiyo ni area kubwa sana ambayo sisi kama benki tunafikiri tunaweza kurudisha kwa jamii, lakini pia kutoa ajira. Vijana wengi sana wako kwenye eneo hilo, na mnyororo pia wa uchumi unategemea sana michezo. Kwa hiyo tunasikia raha tukiona michezo inaendelea. Watanzania watakumbuka sana kwa sababu kipindi ambacho ligi imeshika hatamu sponsor ni NBC. Nzuri sana. Semunyu, NBC Marathon ni msimu wa 6 ambao unakwenda kufanyika. Safari ni imebeba kauli mbiu gani hasa? Yes, kauli mbiu yetu bado ni ile kata wese okoa maisha, kwa sababu tunajikita kwenye kusaidia afya ya mama na mtoto. Okay. Kwa hivyo NBC Dodoma Marathon katika miaka 5 iliyopita na kwenda mwaka wa 6, pesa tunazokusanya tunapeleka kwenye area ya mama na mtoto, ambapo sasa tunafanya vitu vitatu vikubwa. Cha kwanza tunasaidia kampeni ya saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama ambayo tunafanya na Ocean Road Cancer Institute. Area hii kansa ya shingo ya kizazi kwa kina mama ni kansa ambayo inaepukika ukipata ufahamu na ukapimwa mapema. Kwa tunaongeza ufahamu. Ocean Road Cancer Institute tunashirikiana na baadaye nitakueleza hatua gani tumezifikia. Lakini cha pili, tunashirikiana na taasisi ya Benjamin Mkapa Foundation, tunatoa scholarship kwa wakunga. Okay. Tulipata statistics kwamba kuna upungufu wa wakunga. Unajua tofauti na watu wengi wanavyofikiria, mkunga sio pale mama anapojifungua tu. Ukunga unaanza toka wakati wa ujauzito. Elimu sahihi, chakula sahihi. Hawa wanaokuwa na upungufu. Kwa mwaka jana kutokana na marathon hii tumeshatoa scholarship kwa wakunga 100 ambao wanakwenda vijijini, wanakwenda kwenye maeneo kusaidia afya ya mama na uzazi. Lakini kwa ukubwa wa kipekee pia mwaka huu sasa tumeongeza area moja ya kuzalisha wataalamu wa usonji. Kwa sababu unakuta jamii yetu bado ina imani potofu kuhusu hili. Unakuta maeneo mengine watoto ambao wana matatizo ya usonji wanafungiwa ndani wakati watu wanatoka. Sasa tunaongeza hawa wataalamu ili waweze kufikisha elimu na kuona watoto wenye usonji wanasaidika na wanaweza wakawa memba wakubwa tu wa jamii. Okay. Kwa huo ndio ukubwa wake hasa. Sawa. Kwa utangulizi huo labda pengine inafanyika wapi sasa? Naam. So NBC Dodoma Marathon kama ilivyo jina lake inafanyika Dodoma katika uwanja wa Jamhuri. Mwaka huu utafanya tarehe 27 mwezi wa 7, itakuwa ni siku ya Jumapili kutoka saa 11 asubuhi. Na hii ni full marathon. Kwa hiyo tunasema tunaanza kilomita 42, kilomita 21, alafu kuna kuja kilomita 10 kama za kina Abisai na 5 kama za kwako. Ambapo Abisai anapiga 10, wewe unapiga 5. Sisi wa 42 ndio wale elite. Kwa hiyo tunasema tumeifanya hivi ili sio tu kutarget wale washindani athletes wenyewe, lakini yule anayewiwa tu kuchangia. Sababu kuna mwingine anasema bana, mimi siwezi kukimbia kilomita 10, siwezi kukimbia 21. Tunasema basi njoo 5, changie 45, sisi tutaipeleka kule. Na uchangiaji ni 45 kwa mtu mmoja. Ila mkiwa kwenye kikundi cha zaidi ya watu 30 inakuwa ni shilingi 42. Lakini kwa nini kila mwaka inafanyika Dodoma labda? Yes, kama ilivyo NBC Dodoma Marathon tumejaribu kuiweka kama sehemu ya chachu ya ukuaji wa makao makuu. Unajua mji wa Dodoma pia unahitaji utangazaji wa utalii wake, una vivutio vingi. Lakini sisi tumeona mchango wetu kwa Dodoma kwa sababu mwaka jana pekee NBC Dodoma Marathon wakimbiaji walikuwa 8,000. Lakini watu waliohusika na NBC Dodoma Marathon walikuwa zaidi ya watu 20,000. Kwa tulichangia moja kwa moja kwenye uchumi wa mkoa, miamala ya fedha, lakini pia tulichangia vitu vya utalii kama
wine, zabibu, vyote hivi. Sisi nafikiri kama benki, sisi ndio benki kongwe kabisa Tanzania. Benki ya NBC inakaribia miaka 60 sasa. Kwa hiyo sisi tuna jukumu la kunyoosha njia na kusaidia wengine barabara, kwamba Dodoma ndio makao makuu, sisi tunaweza kuitangaza. Na labda pengine tukizungumzia msimu wa kwanza mpaka wa 6, kuna ile kuizungumzia jamii. Jamii imenufaika vipi sasa katika misimu yote wakati tunakwenda katika msimu wa 6? Nashukuru sana. Kiukubwa tumeshakusanya shilingi bilioni 1, zaidi ya shilingi bilioni 1 katika misimu yote mitano, ambazo zote zimeingia kwenye sekta ya afya. Wakina mama zaidi ya 24,000 wameshapimwa saratani ya shingo ya kizazi, ambapo wakina mama karibu 3,800 waligundulika na stage tofauti za saratani hii. 3,800. Ninavyokuambia sasa hivi tayari 1,800 wameshatibiwa na kupona na wamerudi manyumbani kwao kabisa, wamerudi kwenye familia zao. Kwa hivyo tunafikiri tumesaidia kwanza kuleta ufahamu. Kitu cha kwanza ni ufahamu, awareness ni muhimu sana, kwamba saratani ya shingo ya kizazi, cervical cancer, inaepukika. Kwa hiyo sisi tofauti na elimu, jamii inaona kama mtu akipata saratani basi ndio kabisa. So saratani ziko nyingi tofauti. Kikubwa ni umeitambua katika stage gani. Kwa hiyo sisi tunawaambia fanyeni mapema, nenda kapime. Kwa hiyo Ocean Road tunafanya nao, wanaita boot camp mkoani, kwa mfano Mbeya, Iringa. Tukaa pale, wanakuja wakina mama wanapimwa bure. Mwingine atakuta kwenye stage fulani, anaambia basi nenda Ocean Road katibiwe. Mwingine anapewa dawa, mwingine yuko sawa. So hii tu tayari imeshajenga ule ufahamu. Lakini sisi lengo letu ni wale ambao wanakutwa katika stage tofauti watibiwe, warudi manyumbani kwao, waendelee na taifa. Lakini yule pia anakuwa balozi wa kuambia wenzake kwamba ukiwahi unatibiwa, kwa sababu nchi zilizoendelea sasa hivi cervical cancer sio tatizo tena, kwa sababu tu ya ufahamu. Watu wanawahi mapema. Yani ugonjwa ambao unatakiwa kujitambua mapema. Ukitambua unatibika vizuri tu. Na sisi tunafikiri tuna mchango kwenye hili. Kama nilivyosema, tumeshawafikia wakina mama 24,000. Katika hao 24,000, kila mmoja akimwambia mwenzake mmoja au wawili watatu, jamii nzima inakuwa inafahamu. Lakini cha pili ni hawa wakunga. Wakunga 100 ambao tumewazalisha mwaka jana, na mwaka huu tutazalisha wengine. Tunafikiri wanaenda kuwa sehemu kubwa sana ya jamii yetu kwenye afya ya uzazi, kwa sababu vifo wakati wa uzazi vinaepukika, na sisi tunadhani tuna mchango huo kwenye jamii yetu. Na tukiwa tunazungumza hapa na Godwin Semunyu, mkuu wa mawasiliano na mahusiano ya benki ya NBC, akizungumzia NBC Marathon msimu wake wa 6 ambao unakwenda kufanyika Dodoma. Na kubwa zaidi kama ambavyo umemsikia ni kuiokoa jamii na kuweka ile awareness, ufahamu wa ugonjwa wa saratani ya shingo ya kizazi kwa kina mama unatibika. Kama ambapo umeutambua mapema, basi NBC wao wanakwenda kushika mkono. Lakini Semunyu, tuzungumzie msimu uliopita. Na msimu uliopita ilikuwa ni msimu wa mafanikio makubwa sana. Utofauti wake na msimu utakuwa ni nini? Naam, so mwaka jana tulileta wakimbiaji 8,000. Wakimbiaji 8,000 na kuwa marathoni ya pili kwa ukubwa Tanzania. Lakini mwaka huu tunapeleka wakimbiaji 12,000. Sitaki kuzungumzia marathon nyingine lakini nafikiri tunakwenda kuwa marathon kubwa kabisa Tanzania, kama si moja ya marathon kubwa kabisa Tanzania. Lakini cha pili, tumeongeza pia msaada. Mwaka jana tulitoa scholarship 100, mwaka huu tunatoa scholarship 200. Kwa hivyo tunaongeza impact yetu kwenye jamii, lakini pia tunaongeza impact yetu kwenye ufahamu wa saratani ya shingo ya kizazi. Kwa hiyo maeneo mengine mengi pia tumeboresha, lakini tunakwenda kuonyesha jamii kwamba kile walichokianzisha kinakuwa kikubwa zaidi. Okay. Labda pengine watu wategemee sasa, mara nyingi kunakuwa na zile burudani katika jambo kubwa la namna hiyo, kama ulivyosema, wakimbiaji 8,000 si kitu kidogo, kitu kikubwa sana. Burudani mmeiandaa ya namna gani hasa? Burudani ni kubwa sana. Nafikiri wanatufahamu kwenye eneo hili. Hilo lazima wanatufahamu kwenye eneo hili. Sasa mimi hii sehemu ya burudani nitaiacha kwanza. Nitakuja hapa
wiki mbili kabla ya kufika tutakuja na listi, kwa sababu tunashirikiana na baadhi ya kampuni na taasisi ambao ni wabia wetu. Tuna wanamuziki wakubwa, listi kubwa ya wanamuziki, tuna listi kubwa ya comedy, tuna listi kubwa ya watu wa singeli, watu wa ngoma. Ili lote nataka niliweke kiporo ili nikija tuseme leo bwana tunazungumzia burudani. Mtu akipanda SGR Dar es Salaam akafika Dodoma kuanzia Ijumaa na ahidi kwamba hataboreka mpaka Jumapili anaokimbia. Na msimu huu mnategemea kuwa na washiriki wangapi? 12,000. 12,000 ni namba ya wakimbiaji ambayo tutavunja rekodi nafikiri. Usajili umefungwa au bado muda upo? Hapana, usajili bado uko wazi. Mtu anatakiwa tu aingie kwenye www.events.nbc.co.tz. Ni rahisi sana, ukiingia tu maelezo yote yanajieleza. Unaweza kwa kutumia website au kutumia simu yako ya mkononi, unaingia unajiunga hapo. Lakini pia kama una maswali, tawi letu lolote lililopo Tanzania unaweza kwenda na kusaidiwa, au katupigia simu pale benki yoyote unapoona tawi la NBC, tunaweza kukusaidia tu. Na tumekupata hapo jinsi ya kujiandikisha. Naam. Kuna zile gharama sasa. Yes. So mtu mmoja ni shilingi 45 kujiandikisha kushiriki, lakini mkiwa kwenye kikundi cha zaidi ya watu 30 na kuendelea inakuwa ni 42, kwa sababu tunajua kuna jogging clubs hizi kama Salasala jogging clubs, Tabata. Hawa wote wakija kwenye vikundi vyao ni shilingi 42, tunatoa discount ya shilingi 5,000. Kuna ukomo wa umri wa kuanzia kushiriki? Kwa hivyo tunasisitiza iwe ni miaka 18 na kuendelea. Mwaka jana tulikuwa tuna mbio za watoto, lakini bado tunajifunza vizuri kuhusu hili kusema ukweli, kwa sababu issue za usalama na nini, lakini tunasisitiza iwe ni miaka 18 na kuendelea kwa sababu za kiusalama. Kwa sababu unajua unapokimbia kilomita 10, kilomita 21 uko mwenyewe. Kwa hiyo you have to exercise usalama wako, lakini pia hata afya yako pia. Unaweza ukafikiri mtoto hafahamu akajiunganisha kwenye kilomita 42, kumbe hiyo ni kwa sababu ya wakimbiaji wa elite. Kwa tunasisitiza ni miaka 18 na kuendelea ambao wanajitambua. Sasa labda swali langu la mwisho. Ndio. Mtu anakujaje pale akajua mimi naweza kukimbia 5, 10, kuna namna anapata msaada, au mtu anakuja tu na mawazo mimi nataka 10? Kwa hiyo elimu tunayoitoa wakati wa kujisajili ni kwamba 21 na 42 ni kwa professionals. Tunasisitiza kabisa, kwa sababu kilomita 21 inaitwa half marathon. Hii ni ya wakimbiaji professional kabisa na ina zawadi zake mpaka milioni 5, milioni 6 labda. Alafu hiyo anaanzia hapa mpaka Bunju mzee. Kilomita 42, unajua kilomita 42 ni kutoka kilomita 8 tunafika Kibaha naye. Yes. Kwa hiyo tunasisitiza hii ni kwa sababu ya elite professional. Alafu hizi tunaziita kabisa 5 na 10 tunaziita ni fun run. Kwa hiyo wewe unatakiwa ujue kama una mazoezi hizi sio zangu. Ndio maana nikasema mimi mzee nitakupa 5, Abisai nitampa 10. Kidedea wewe 5. Mimi napiga 42. Sawa, wewe professional. Watazamaji watasema kuhusu watazungumzia. Nimekuhoji hivyo kwa sababu kuna mtu anakusikia mara ya kwanza. Naam. Anazisikia hizo kilomita. Anaona hizi nyingi, mimi sitaki kwenda. Kumbe kuna yule ambaye hana mazoezi mengi, anaweza kufanya fun ndani ya kilomita 5. Kabisa. Kumbe bado hii ni size yake. Kabisa. Tunasisitiza kabisa kwamba 21 na 42 ni professional athletes. Uwe ni mtu mwenye mazoezi, uwe ni mtu mwenye nia. Unakuta hata wengi, kwa sababu sisi ni marathon ya kimataifa. Unakuta wengi ambao ni wa 42 kimataifa anakimbia 21 kwa sababu ya kupata muda, kuset time, records, na sisi kwa sababu ni digital. Kwa hiyo unakuwa online, namba zako ziko hapo. Kwa hiyo unaweza ukaitumia kwa kutengeneza records zako. Yes. Sawa. Na wakimbiaji wanaanzia pale pale uwanja wa Jamhuri. Naam. Uwanja wa Jamhuri. Na kutakuwa na mitaa ambayo imeelekezwa kabisa kwa kilomita. Sawa kabisa. Tuna routes ambazo zinaonyesha kilomita 5 mnapita hapa, mnaanzia hapa mnarudi, kilomita 10, kilomita 21, vile vile kilomita 42. Kwa tuna route, na hizi route zote zina uongozaji. Kuna gari, kuna polisi, kuna pikipiki, kuna wale marshals ambao tunafanya na wenzetu. Kwa hiyo ni marathon ya kimataifa kabisa. Naam. Semu Nyumi, ni kushukuru sana, na hakika wananchi na wapenda michezo watakuwa wameisikia hiyo na watakuwa wako njiani wengine katika hizo tarehe. Usema tarehe 10, tarehe 27 mwezi wa 7. Dar es Salaam unaondoka na SGR tu hapa,
za kukimbia Abisaya. Bila shaka. Na Dodoma mwenyeji Dodoma mwenyeji. Nikushukuru sana bwana, nikukaribisha tena viwanjani. Nashukuru sana. Asante kwa kuwa na mimi. Okay. Nashukuru sana ndugu yangu. Asante sana. Na ukisubiri kidogo hapa tuendelee, kuna jambo hapa. Hapo kabla pia tulikuwa tunazungumza hapa kuhusiana na NBC Marathon na Godwin Semunyu, mkuu wa mawasiliano wa NBC Bank pale Dodoma. Kilomita 21 Abisaya anasema anaziweza kukimbia. Alafu kuna zile mimi nimepewa 10. Umepewa 10 21 ni half marathon. Kwa hiyo wanaenda wale professional runners. Hata hizo 10 Abisaya Kiungainga 10 naweza. 5. Hapana. Kuna wale ambao wanakimbia afu wanakuwa na nauli zao. Shafika kilomita 1 2, maji amefika hapa anavuka upande wa pili. Pikipiki boda boda. Sasa ukielekea huko utaanza kunikumbusha watu ambao walishawahi kupostiwa akifanya mistake. Kuna mtu mmoja maarufu kwenye mpira huko. Alipanda pikipiki. Kweli? Alikuwa kwenye marathon akakuta amepanda pikipiki. Hata kufika kwanza katika safari yake. Unaona? Tuendelee bwana Kidedea. Tuendelee. Abisaya umeenda mbali. Sasa mjua anayemsema. Unaona mimi hata kufika. Alishia njiani akaona. Ile tukio unajua mazoezi. Mimi kama alivyosema Semunyu hapa 5 zinanitosha. Sawa. 5 wewe unaziweza. 5 zinanitosha. Zamani unakimbia sana. Wewe unaenda taratibu. Yes. Kwa 5 unaanza kwa huduma ambazo huwa wanazitoa kwenye marathon na namna wanavyokuwa mna wingi ule. Kwa mtu ambaye huwa anafanya mazoezi kwa wiki mara 2 kama hivi mimi mara 3, 10 mimi naweza kwenda. 10. Na nishawahi kwenda 10. Okay, basi kwa hiyo kama wewe alivyokukadiria 5, basi tuheshimu 5. Sawa. Nikwambie tu bado uko nasi hapa viwanjani na muda huu tunakwenda katika mapumziko. Tukirudi tutakuwa tuna habari zingine ambazo ni za moto kweli kweli. Usiondoke, endelea kuwa nasi mpaka mwisho wa kipindi hiki cha leo.